Ujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network, ambacho kinakuja kwako kila wiki. Na leo tena upo nami Baraka Tosi, lakini nikiwa na Emmanuel Hamisi. Emmanuel, unaweza kuwasalimia watu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi cha leo, na Mungu atatubariki sote. Amen, amen, amen. Na tunaingia katika somo la kwanza kabisa katika lesoni yetu hii ya robo ya 4 mwaka 2025, ambayo ina kichwa kinachosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua, hii lesoni. Na kwa kweli itadumu kwa miezi mitatu, kuanzia mwezi Oktoba, Novemba na Disemba. Na ni mwendelezo wa kile ambacho tumekuwa tukiendelea nacho katika robo ya 3, ambayo ni lesoni iliyokuwa na kichwa kinachosema kutoka. Na tukaangalia tangu Musa anazaliwa, lakini mpaka wana wa Israeli wanatoka Misri na wanafika katika miisho kabisa ya kukaribia kuingia katika nchi ya ahadi. Na hapo ndipo Musa anakufa na kisha Yoshua anaibuka, ambapo Mungu anamnyenyua. Na kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Tazama muda huu tunapoanza kipindi hiki, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Na fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yoshua 1 fungu la 7. 1 fungu la 7, Biblia inasema, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Asante sana. Na nilikuwa sijakwambia ya kwamba kichwa cha somo kinasema mbinu kwa ajili ya mafanikio. Na somo letu katika juma hili linaanza na kisa. Na hiki kisa kinamwelezea Bwana Zanda. Huyu Bwana Zanda alikuwa anaitwa Benjamin Zanda. Huyu Benjamin Zanda alikuwa ni mwongozaji wa muziki wa orchestra. Kunakuwa na tarumbeta, sijui kunakuwa na zeze na vyombo mbalimbali, ambapo kunakuwa na wapigaji hivyo vyombo wengi. Na walipokuwa wakianza kujifunza huu muziki, yani hao wanafunzi, alikuwa anawaambia siku ya kwanza ya kwamba wote ambao wanajifunza watapata A. Na ukiangalia huu muziki ni muziki mgumu. Kwa hiyo wengi walikuwa wanaogopa kwamba hivi tutaweza kweli. Lakini siku ya kwanza alikuwa anawaambia kwamba watapata A. Na alichokuwa anawaambia ni kwamba katika ile daftari yao au diary yao waliokuwa wanaitumia, kwamba katika zile wiki za kwanza walikuwa wanatakiwa waandike barua ya kwamba hiyo A wataipataje na kwa nini waipate A, ambayo wameisema mwanzoni kabisa, hata hawajaanza kusoma wakati inatakiwa ipatikane mwishoni baada ya kozi. Na kilichokuwa kinaongelewa hapa hasa katika hiki kisa kinatueleza kwamba namna gani unaweza ukapata mafanikio. Kwa hiyo kwenye ile barua ambayo walitakiwa waiandike, walitakiwa waandike ni namna gani watafanikisha nini? Kupata A. Namna gani wataweza kupata hayo mafanikio ya kupata A. Na hili ndilo linaloelezwa hasa katika somo hili la kwanza, kwamba ni namna gani tunaweza kupata mafanikio. Na juma hili tutaangalia katika mada kadha wa kadha, na mada ya kwanza ni Musa mpya, lakini pia tutaangalia vuka, twaa, gawa, tumika, lakini pia tutaangalia warithi wa ahadi. Hao ni wakina nani? Au walitakiwa wafanye nini ili warithi? Na kisha tutaangalia uwe hodari, na mwishoni kabisa tutaangalia mada inayosema kufanikiwa na kustawi. Sasa tukianza na mada ya kwanza kabisa ambayo inaeleza Musa mpya, namkaribisha kaka Ima hapa. Karibu kaka Ima, hebu tuelezee huyo Musa mpya ni nani na ni kwa nini aitwe Musa mpya? Na shukuru, nadhani tuanze na fungu la kukalili. Kuna mambo machache ambayo Mungu anatamani tufahamu hapo. Fungu letu linamuhimiza Yoshua kama mtu ambaye ameitwa kuja kuwaongoza wana wa Israeli baada ya Musa.
kwamba awe hodari na ushujaa mwingi. Na akamwambia ya kwamba azishike amri za Bwana. Nikajifunza kwamba kumbe kuwa hodari na kuwa na ushujaa sio katika vita tu kwamba unafanya mazoezi au unafanya nini, hapana. Ila kumbe kuwa hodari na shujaa ni kuzishika amri za Mungu. Kwa hiyo katika nchi ambayo tunaishi leo, tunakuwa mashujaa mbele za Bwana kwa kuenenda sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Na ndicho ambacho Mungu alikuwa anamwambia Musa. Na sasa tunapoenda kwenye mada yetu, Musa mpya, kwamba huyu Musa ni nani? Ukiangalia kitabu cha Yoshua 1, ukianza kusoma vizuri, unaweza kugundua kama Musa bado anaongoza wana wa Israeli. Japokuwa tayari alikuwa amefariki. Anasema amefariki lakini bado akiongoza. Na wakati huo Musa bado anaitwa na Mungu kama mtumishi wa nani? Yoshua anaitwa kama mtumishi wa Musa. Kwa sababu ndiye aliyekuwa anakuwa pembeni ya Musa. Ni mtu aliyeandaliwa kuja kuwaongoza wana wa Israeli kabla ya nani? Baada ya Musa. Kwa hiyo tunaposema Musa mpya ni nani? Ni Yoshua aliyekabidhiwa kijiti kuwaongoza wana wa Israeli kutoka pale ambapo walikuwa na kuingia katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwapatia. Kwa hiyo Yoshua anapewa jukumu hilo la kuwaongoza wana wa Israeli. Anapewa maelekezo yote. Na hapa unaweza kuangalia mfanano wa hao watu wawili, Musa pamoja na Yoshua, ambapo ukiangalia kuna mfanano, wanafanana. Mfanano wao wa kwanza ni kwamba wote waliitwa kwa lengo moja, kuwaongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi ya ahadi. Hilo ni la kwanza. Lakini mfanano wa pili ni Mungu anaahidi kuwa pamoja nao wote. Ukisoma Yoshua fungu la 5, Mungu anaahidi kuwa pamoja naye. Ukienda fungu la 9 vivyo hivyo. Hata fungu la 17 Mungu akarudia kuahidi kuwa pamoja na nani? Na Yoshua. Vivyo hivyo ambavyo Musa pia alifanyaje? Alipewa ahadi. Lakini jambo lingine, wanafanana wapi? Ni kwamba hawa watu wote wawili walikuwa na jukumu moja la kuendeleza kazi ya Bwana. Kwa hiyo unakuta Musa na Yoshua wanafanana. Ndiyo maana Yoshua tunaweza tukamuita Musa mpya. Asante. Nafurahi sana kwa namna ambavyo umejaribu kuwafananisha Musa na Yoshua. Lakini katika hii mada ya kwanza pia mimi pia kuna vitu ambavyo nimevipata. Ndio. Na jambo la kwanza ambalo nimelipata ni kwamba tujifunze kurithisha. Yaani tujifunze kurithisha vipi? Viongozi wengi wanafanya kazi lakini hawarithishi. Hawaandai watu ambao wangewaachia. Lakini Musa alikuwa anaandaa. Alikuwa anaandaa watu na tunamwona Yoshua anaandaliwa vizuri. Na jambo zuri zaidi, nimejifunza kwamba hata uwe bora kiasi gani, Mungu bado ana watu. Yaani haijalishi wewe uko bora kiasi gani au unafanya vizuri katika kazi zako, ofisini kwako au kanisani kwako kiasi gani, lakini ujue ya kwamba Mungu bado ana watu. Nikamkumbuka Elia. Pale Elia aliposema nimebaki peke yangu, wengine wote wameuawa. Mungu akasema wewe hujui. Nina manabii nimehifadhi huko. Nina manabii wengi 700 sijui 900. Akasema nina manabii wengi ambao wapo na ambao hawajapiga goti kwa ajili ya Baali. Kwa hiyo wewe unadhani uko peke yako, yani wewe una uwezo peke yako. Kwa kweli hauko peke yako. Wapo watu wengi. Nikakumbuka kale kawimbo kanasema ukileta uzembe kwa Yesu ana watu wengi. Na kuna ka status kingine kakao kanatembea kama miezi miwili hivyo, anakuambia yaani kwamba unasema kwamba unataka kuacha kwaya, kwamba wewe unadhani wewe ni bora peke yako kuliko wengine, lakini Mungu ana watu wengi. Kwa hiyo hata kama kwenye kwaya yako wewe ukiona uko mwenyewe unaimba vizuri sana afu ndo unaleta kiburi, hata ukiacha hiyo kwaya Mungu hata baki bila watu. Lakini jambo lingine ambalo niliona ni kuacha alama. Yatupasa tuache alama. Ukiangalia hapo kama ulivyokwisha kusema hapo, tunaona Musa anatajwa
mara 10 katika mara kitabu 10. cha Yoshua 1. moja. Lakini Yoshua anatajwa mara 4, mara 3, mara 4. Kwa hiyo unatakiwa uache alama popote utakapopita. Na hatimaye kabisa haya yote yanaweza kuendelea, yani kila alichokianzisha Musa kinaendelea ni kwa sababu Mungu mwenyewe alibaki kuwa mhusika mkuu. Kwa hiyo katika kila mambo yetu, katika kila kazi tunayopewa kanisani, katika kila kazi unayopewa ofisini mwako, mweke Mungu awe mbele. Na kwa kufanya hivyo, mambo yako yatadumu. Mada nyingine inasema vuka, twaa, gawa, tumikia. Karibu Mr. Ima. Mada hii ambayo inasema vuka, twaa, gawa, lakini tumikia. Ikumbukwe kuwa wakati Musa anamwachia madaraka Yoshua, walikuwa karibu sana kuvuka Yordani. Na ukivuka tu Yordani unaingia katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo hapa kuna vitenzi kama 4 ambavyo alitakiwa Yoshua aongoze wana wa Israeli kufanya vitenzi hivi 4. Kwamba wavuke Yordani, alafu watwae nchi ambayo Mungu aliwaambia wataimiliki. Lakini nyingine agawe. Maana yalikuwepo makabila mengi ya Israeli, si ndio? Yeah. Kwamba kila kabila lipate sehemu yake. Alafu nyingine ni tumikia. Kutumikia hapa ni kutumikia sheria za Bwana na kuwa watiifu kwa zile sheria za Bwana. Ndio maana wanasema tumika, sio kutumikia ardhi au nchi watakayokuwa wameitwaa, bali kumtumikia Bwana. Na kumtumikia Bwana ni kuenenda sawasawa na mapenzi yake. Kwa hiyo Musa na Yoshua alitakiwa aongoze wana wa Israeli kufanya vitendo hivi 4. Kwamba kitabu cha Yoshua kimegawanyika katika sehemu 4 ambayo inahusisha hivi vitenzi vingapi? 4. Kwamba walitakiwa kuvuka Yordani, wakivuka watwae nchi. Alafu baada ya hapo kutwaa nchi, basi wafanye nini? Waigawe na kumtumikia Bwana. Kwa hiyo inatufundisha nini leo? Kwamba sisi kwenye maisha yetu Mungu ametuahidia vitu vingi. Na anahitaji tufanye hivi vitendo pia. Kwamba kila ambacho ametuahidia tukitwae, lakini pia tufanyaje? Tukigawe. Maana yake ni kwamba tusikitumie sisi tu wenyewe. Amen. Wapo wengi wanaohitaji, si ndio? Kazi ya Bwana inahitaji kila ambacho Mungu ametupatia. Tugawane na ndugu na marafiki na jamaa na majirani walioko pamoja nasi. Lakini baada ya hapo tukivuka na tukatwaa na tukagawana, tunamtumikia Bwana. Na kumtumikia Bwana ni katika kushika maagizo yake na amri zake na kuzitii. Ndio maana Yoshua anaambiwa ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Kila sehemu unapoenda ufanye nini? Uwe nacho. Maana ndio kiongozi wa mafanikio. Kwamba unapofanikiwa usiache sheria ya nani? Ya Mungu ambayo ndio imekufanya kuwa hodari na kumiliki hiyo nchi. Kwa hiyo na sisi Mungu anatufanya kuwa wamiliki katika karne hii ya 21. Kwa hiyo anahitaji, kuna vikwazo kabla hujamiliki. Itabidi uvuke. Baada ya hapo twaa, gawana, mtumikie Bwana. Amen. 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 Umenikumbusha kitu hapo cha utii. Utii ulimfanikisha Musa. Ni kweli. Ukiangalia katika kitabu chote cha Kutoka, Musa alipokuwa anamwambia Mungu alipokuwa anamwambia Musa chochote, Musa alikuwa anatii. Na Biblia inasema Musa akatenda kama alivyoambiwa na Bwana. Hakuwa na muda wa kumuuliza Mungu, sasa hii nini? Mungu anamwambia nenda kajenge, katengeneze hiki na hiki. Yaani vitu ambavyo hajawahi kuviona, lakini anatii. Hicho kinanikumbusha hata leo ya kwamba kama unahitaji mafanikio katika kazi yako, lazima uwe mtiifu. Hautaweza kufanikiwa kama hautakuwa mtiifu. Na ndiyo maana somo letu linasema mbinu za kufanikiwa. Mbinu kubwa ya kwanza tumeongelea kwamba Bwana awe kiongozi wako, ambayo tumeiona katika somo la kwanza. Lakini hii mbinu ya pili kubwa ni kuwa mtii. Na mtii kwa nini? Kwa kila agizo ambalo Mungu amelitoa. Na amelitoa wapi? Katika Torati yake. Shika sheria. Ndio maana Yoshua anaambiwa kitabu hiki
kisije kikaondoka kwako. Usiangalie kushoto wala usiangalie kulia. Maana ya kuangalia kushoto wala kulia ni nini? Kitu alichokifanya Haruni ilikuwa ni kuangalia kushoto na kulia. Pale alipoona maneno yale ya wana wa Israeli yanayosema kwake yanamtisha, akaogopa, akaamua kuacha kuangalia mbele, akaamua atengeneze sanamu. Sasa kile kitu kama kile hakitakiwi kufanyika. Yatupasa tuangalie mbele tu. Haijalishi maagizo yanaonekana kututetelesha kifikra kiasi gani. Tudumu katika kile ambacho Mungu na kutokutii kuliwafanya baadhi ya viongozi wasistahili mbele za Bwana na wakakataliwa kabisa. Ukiangalia Sauli kwa maelekezo ambayo aliambiwa, ukitwaa huu mji vyote vinirudi kwa nani? Viwe sadaka kwa Bwana. Waangamize vyote. Ila yeye akatwaa, na Mungu anamwambia utii ni muhimu kuliko sadaka. Yani ni bora kuliko nini? Kuliko sadaka. Kwa hiyo siri ya mafanikio kama kiongozi sehemu yoyote ni kutii maelekezo ya yule ambaye amekuweka kuwa nani? Kiongozi ambaye ni Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo tunatakiwa kutii. Hiyo ndiyo siri ya mafanikio. Amen. Warithi wa ahadi. Karibu Mr. Ima. Okay, warithi wa ahadi ni wale wanaopokea ahadi. Hii ni ahadi ambayo ilitolewa kitambo sana, kwamba wana wa Israeli watairithi nchi. Na ilitolewa kwa Ibrahim kwamba hii nchi nitakupa wewe na uzao wako. Na ndiyo maana kitabu cha Waebrania anasema ile ahadi wao wale mashujaa wa imani hawakuiona. Ila hawa ndo wanakuja kuipokea, warithi wa ahadi. Ambao ni wana wa Israeli wanairithi nchi ambayo Mungu alikuwa amewaambia. Na hapa kuna jambo moja la muhimu sana limeongelewa, kwamba ahadi za Bwana hazipo tu hivi. Ila ni kwamba zinakuwepo na zinatimia kwa sababu ya uwepo wa Mungu aliyeahidi. Yani ahadi za Mungu zipo, ila hazitimii isipokuwa Mungu amezitimiza. Na yeye ndiye anayefanyaje? Anayetakiwa kufanyaje? Kuzitimiza. Lakini sisi tunaoshiriki kupokea au kurithi ahadi za Mungu tuna sehemu ya kufanya. Ni kama kufata maelekezo ya yeye aliyefanyaje? Aliyetoa. Laiti Yoshua angegoma kufata maelekezo ya Bwana kwamba asivuke, angewarudisha wana wa Israeli kurudi nyuma. Na mimi nafikiri Yoshua alikuwa sio mtu wa kawaida. Wakati nasoma nikawaza hivi, angepewa kama yule jamaa aliyekuwa anaitwa Kola yule. Si angeamua kuwarudisha kabisa wana wa Israeli nyuma. Yule angesema Kwa hiyo Yoshua hakuwa mtu wa kawaida. Ni kweli mtu ambaye aliandaliwa kweli na Musa. Na hivyo anapoambiwa kurithi, anaelewa maana yake ni nini. Na ndiyo maana anaambiwa kuwa hodari. Kwa hiyo warithi wa ahadi ni wana wa Israeli, wanaingia katika nchi ambayo Mungu aliwapatia na wanaimiliki ile nchi. Na tutaendelea kuona zaidi maelekezo ambayo Mungu aliendelea kuwapatia na kwa namna ambavyo wairithi ile nchi. Asante sana Bwana Ima. Kwa kusema ukweli, ahadi zinaendana na utii vile. Ni kweli. Lakini nikagundua kitu kimoja Bwana Ima, kwamba kwa mfano pale Mungu anamwambia Musa, mimi naenda kuangamiza watu wote, alafu wewe tu ndo nitakuacha kuwa taifa kubwa. Unajua pale alikuwa anataka kuondoa ahadi ambazo alishazitoa. Sasa pale ambapo tutaacha sheria za Mungu, ahadi nyingi ambazo tumeahidiwa hazitatimia katika maisha yetu. Na ninajifunza kitu kingine hapa, ya kwamba miujiza ya Mungu ipo na ahadi za Mungu zipo, lakini hazitatimia kama sisi hatutafanya chochote kwa ajili ya kuhakikisha hivyo vitu vinatimia. Labda na kitu kingine cha muhimu sana hapo ni kwamba ili mimi nizifikie ahadi za Bwana, natakiwa nitembee kwenye njia inayonielekeza kwenda kwenye ahadi. Kwa mfano, Bwana Tosi, umeambiwa kwamba ukitoka hapa unatakiwa uende pale mjini Dodoma. Ukifika pale mjini kuna mtu atakupa kamera.
si ndio? Sasa wewe unatoka hapa unaelekea Iringa mjini. Hauwezi kupata nini? Hiyo kamera. Kwa hiyo ile ahadi ipo, haijaondoka. Ila anayetakiwa kuipokea hayupo. Si ndio? Na ndio maana Mungu anamwambia Musa kwamba ninawaangamiza hawa, lakini ahadi hakuibadilisha. Akasema nitakupa ile nchi wewe na uzao wako. Kwa hiyo mimi ninaweza nikakosa ahadi ambayo Mungu ameniwekea, akaja akachukua mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu nimeshindwa kufuata maelekezo ambayo Mungu ametupatia. Na ndiyo changamoto kubwa ya ulimwengu tulionao leo. Watu wanataka tu wachukue, lakini hawataki kufuata maelekezo ya nani? Ya Mungu. Wanataka tu virahisi wachukue, wafanyaje? Shortcut. Lakini Mungu ametoa maelekezo. Si ndio? Kama ni mafanikio ya kifedha, ya kinini, anasema atabariki kazi ya mikono yako. Na sio kwamba anabariki sala au nini, hapana. Anabariki kazi ya mikono. Kwa hiyo kuna ahadi nyingi ambazo Mungu ametuwekea, mpendwa msikilizaji, tunaweza kuzikosa ni kwa sababu tumeshindwa kufuata maelekezo ambayo Mungu amefanyaje? Ametupatia. Na ndio maana anamwambia kitabu cha Torati kistoki. Kwa nini? Ukisoma Torati 28 anaeleza kwamba ukifanya 1, 2, 3 nitakufanikisha. Nitakubariki mjini na kijijini. Alafu baada ya hapo akasema ukifanya 1, 2, 3 utalaniwa. Unaona? Kwa hiyo maelekezo kama hayo ni vyema tukafuata, na ahadi za Bwana zitatimia maishani mwetu. Asante sana, ubarikiwe. Nadhani tunarudi tena kule ya kwamba ili uweze kuzipokea hizi ahadi ni lazima utembee katika kuzitii sheria za Mungu na maagizo. Na jambo lingine ni kile ambacho tumekisema pale mwanzo kwamba ukiona wewe unaleta uzembe katika kazi ya Mungu, kuna mwingine ambaye atakuja. Yani ukiona hauwezi kuzipata hizo ahadi, kuna mwingine atakuja na mtu akifikiria kwamba mimi nikiondoka kama kazi ya Bwana itakwama, nakwambia haitakwama. Itasonga mbele zaidi. Tunakuja katika mada nyingine inayosema uwe hodari. Uwe hodari. Sasa hapa tunamuona Yoshua anaambiwa awe hodari. Na tunaambiwa Yoshua alikuwa kati ya watu ambao walikuwa wanapigana. Yani wakienda kupigana kwenye vita, yani kama jemedali fulani hivi, kama captain. Alikuwa yuko vizuri. Na ninachopenda zaidi ni mtu aliyekuwa na imani na tumaini. Hata katika nyakati ambazo wengine wote wamepoteza tumaini. Tunakumbuka kwamba Yoshua ndiye aliyekuwa kati ya wapelelezi 12 walioenda kuipeleleza nchi ya Kanaani. Na wengi wakarudi na taarifa mbovu mbaya, lakini yeye na Caleb wakarudi na taarifa nzuri. Japokuwa ni taarifa zilizokuwa zinaogopesha, na huenda hata mtu mwingine angeweza kuogopa. Unajua, tukichukulia ubinadamu, unakutana na wanefili. Wale wanefili ambao tunaambiwa katika Biblia walikuwa ni watu warefu, majitu. Na wewe umeonekana kama panzi. Yani maana yake nilikuwa naambiwa kwamba Goliath ni kati ya watu ambao walitokana na watu aina hiyo. Sasa kama una ubinadamu na hauna Mungu ndani yako, ni rahisi kusema kama wale 10 walivyosema. Lakini Yoshua alikuwa na Mungu. Wewe kama unaonekana kama panzi, alafu unasema utawapiga wale majitu marefu, ni imani kubwa. Imani kubwa. Kwa hiyo kwa kweli kuwa hodari, Mungu anapomwambia uwe hodari, alikuwa hamaanishi kwamba hapo nyuma hajakuwa hodari. Lakini alikuwa anamsisitizia kwamba uwe hodari zaidi ya vile ulivyokuwa. Kuna nyakati ambapo utafika Mungu atahitaji uongeze nguvu. Na utawezaje kuongeza nguvu? Tunakuja katika kanuni zile ya kwamba kitabu cha Torati kisiondoke katika macho yako. Dumu kukisoma. Utakapokisoma, uhodari wako na nguvu zako za kidunia hazita kusaidia sana kama ambavyo Torati na sheria ya Mungu itakavyokusaidia. Kwa hiyo tumeona majemedari wengi hapa duniani. Tumeona watu wenye uwezo, lakini vifo vyao vilikuwa ni vya kusikitisha.
Kuna kina Alexander the Great ambao walikuwa ni majemedari walioitisha dunia, lakini walikufa katika miaka michache ya maisha yao kwa sababu tu ya ulevi. Kwa hiyo nini tunachojifunza ni kwamba kama unahitaji kuwa mtu mwenye nguvu ili tuweze kusema mashuhuri, haijalishi utakuwa na mwili mdogo, utakuwa na afya isiyo nzuri, lakini kama neno la Mungu litakuwa ndani yako, litakuwa katika wewe, basi tutakuita hodari. Karibu Mr. Ibu. Na neno la Bwana pekee ndilo linalotupa ujasiri wa kusimama. Imani ndio inayotupa jeuri ya kusimama. Hata kwenye mahakama unapata jeuri. Kwa nini Yoshua anaambiwa kuwa hodari? Anaambiwa ya kwamba ni kama Mungu aliona, na ni kweli aliona, kwamba vitisho vilivyopo mbele ya nani? Ya Yoshua. Ukiangalia ile nchi ya ahadi ambayo ni Kanaani, ilikuwa imekaliwa na watu mbalimbali. Kulikuwa na falme mbalimbali zimekaa pale. Na anasema kwamba wale watu walikuwa hodari wa vita. Mahiti. Na kuta zake za mji, maana zamani miji ilikuwa inazungushiwa kuta. Unakuta kama Dodoma, jiji la Dodoma, lote limezungushiwa kuta. Na hizo kuta zingine zilikuwa nene, magari yanapishana huko juu. Wale walikuwa wanafanya kazi wale. Na ndio maana teknolojia ya leo, wale watu walikuwa na akili nyingi sana. Kwa hiyo ilikuwa ni kuta ambazo haziingiliki hivi. Na anasema kwamba kwenye lesoni, hata Misri ya kipindi kile ambayo ilikuwa na nguvu na mvuto katika ulimwengu wa kipindi kile, bado ilikuwa haina uwezo wa kijeshi kama hizi nchi ambazo zilikuwa huko. Na hata wao walipata tabu kuingia kwenye. Kwa hiyo Mungu anaona hatari iliyopo mbele yake kwa macho kama binadamu angeogopa. Na ndiyo maana anamwambia uwe hodari. Amen. Na anasema kwamba uhodari huu hautokani tu katika maandalizi ya kivita na kujiandaa kivita. Na anasema kabisa hodari ni uaminifu katika Torati na matakwa yake mahususi. Amen. Unaona? Yani Torati tutaiongea sana katika kitabu hiki cha Yoshua. Kwamba ni katika mahususi ya nini? Ya kuitii Torati ya Bwana. Na huo ndio ushujaa ambao ulikuwepo. Kwa hiyo changamoto zilizokuwa mbele yake, akaambiwa unatakiwa kuwa hodari na ushujaa mwingi. Amen. Nami nikwambie tu msikilizaji wetu, katika siku ya leo, mbele yetu kuna vitisho vingi sana. Na bila kuwa hodari katika neno la Bwana na kupata ujasiri kutoka kwake, bado hatuwezi kusimama. Yapo mengi sana ambayo yatutisha katika ulimwengu huu. Lakini kitu kingine, Yoshua aligundua hii vita sio ya nini? Ya kawaida. Ni vita ambayo sio ya kawaida. Na ndiyo maana hapa kwenye lesoni anaturudisha kwenye Waefeso 6 fungu la 10 mpaka la 18. Kwamba vita yetu sio juu ya nini? Ya mwili, ya damu na nyama, si ndio? Bali ni juu ya nini? Ya pepo au wakuu wa giza, si ndio? Na mamlaka ovu. Na ndiyo maana anashauri pale tuvae silaha za kivita, neno la Bwana, wokovu, haki, injili, si ndio? Kuna maombi. Hizo ndizo silaha ambazo zinatupatia ujasiri na ushujaa wa kusimama. Amen. Bila hapo hatuna chochote ambacho tunaweza kusimama. Bwana atusaidie kuwa majasiri na mashujaa. Amen. Mada ya mwisho kabisa inasema kufanikiwa na kustawi. Kufanikiwa na kustawi. Sasa kuna neno hapa la Kiebrania linaloitwa tsalak. Hili ni neno linalomaanisha fanikiwa. Na fanikiwa linamaanisha kutimiza kwa kiasi cha kuridhisha kile ulichopangiwa. Au kwa mazingira ya kufaa. Ndo nikakumbuka kwamba kumbe hata hizi grade za A, B, C, D hii huenda zilitokana na hapa. Kwamba mtu aliyepata C amefaulu. Lakini mtu aliyepata D labda amefeli. Kwa sababu mtu akipata C tunasema inaridhisha. Kwa kuanzia mtu aliyepata C mpaka aliyepata A wote wamefanikiwa. Lakini sasa kufanikiwa hapa ambako kunaongelewa sana katika kitabu hiki kwamba ili uweze kufanikiwa ni lazima, tunarudi kule ni lazima uwe na kitabu cha Torati.
kati yako. Na kabla sijaendelea zaidi, hebu nimkaribishe kaka Ima aongelee vizuri katika hii siku ya Alhamisi katika mada ya kufanikiwa na kustawi, na mimi nitasema maneno machache na kisha tutakuwa tunaelekea mwisho kabisa. Karibu. Okay, kufanikiwa pamoja na kustawi ni maneno ambayo yanaendana. Kuna kufanikiwa ni kuachieve ile ambayo ulikuwa umejiwekea, si ndio? Lengo lako. Lakini sasa unatakiwa ulifanye listawi, si ndio? Unatakiwa ufanye listawi. Kwa hiyo anasema kwamba haya maneno, na ndio umesema hilo neno la Kiebrania na lingine linaitwa thakal, ambayo ni kuwa na hekima. Unaona? Yaani kwa Mkristo kufanikiwa hatupimi kwa kiwango cha pesa. Hatupimi kwa kiwango cha magari, majumba na vitu vingine. Yani is not about material things, si ndio? Ni hekima kutoka kwa Bwana, si ndio? Kustawi ambako kunasemwa hapa ni katika kutii neno la Bwana na kuwa na hekima. Unajua, tusipime mahusiano yetu na Mungu kwa vitu tulivyo navyo. Hapana, hatupimi hivyo. Lakini tunapima uhusiano wetu na Mungu kwa namna ambavyo tunaendelea kumwelewa Mungu na kumjua kwenye maisha yetu, na kwa namna ambavyo tunamtumaini. Unaona? Na ndio kitu ambacho ni cha msingi. Kwa hiyo kufanikiwa na kustawi ni katika kukua katika hekima na kumtii Bwana, na katika kufanyaje? Na katika kumtumaini Bwana na kumjua nani? Mungu. Si ndio? Kwa hiyo tunapofanya hivyo ndipo tunakuwa tumefanikiwa. Tunakuwa tumefanikiwa. Lakini kama tutafanikiwa tu katika mambo haya ya kawaida, haiwezekani. Ndio Yoshua alifanikiwa kuiteka nchi, si ndio? Akafanikiwa kuigawa, si ndio? Na akaendelea. Ndio maana nawaambia mwishoni wana wa Israeli wanaonekana kama kuleta shida, akawaambia kama ninyi mtaacha kumtumikia Bwana, mimi na familia yangu nitafanyaje? Nitamtumikia Bwana. Hayo ndio mafanikio ambayo nani alifanya? Yoshua. Mafanikio ya Yoshua hayatajwi kwa kushinda vita, ila yanatajwa kwa kumtumikia Mungu na kuendelea kushika agano. Amen. Ndio maana yuko tayari hata wengine wakiacha, yeye bado atafungamana na nani? Na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo mafanikio, wapendwa, ni kwamba tunamtii Mungu na kufuata sheria zake. Na ndio maana watu wengi waliofanikiwa walisema sheria ya Bwana kama ndio furaha yao. Ukiangalia Zaburi, ukisoma Zaburi 1 fungu la 2, Zaburi 119 fungu la 70, anasema sheria ya Bwana ndio nini? Ndio furaha yake. Asante. Je, neema izidi kuwa nyingi ili tuzidi kudumu katika dhambi? La hasha. La hasha. Unalikumbuka hilo fungu? Hiyo ni Warumi 6. Okay. Warumi labda 6. Ninachoweza kukisema hapo ni kwamba ukimfahamu Mungu hautaona kuna ugumu wa kitu chochote. Jambo kubwa ni kwamba tunatengeneza ubinadamu wetu uwe kipaumbele chetu mbele, na hivyo tunamsahau Mungu kwamba Mungu ni nani na kwa nini ametuleta hapa na kwa nini na ametuleta tufanye nini. Sasa kama ulivyokwisha kusema hapo awali ya kwamba watu kipindi cha zamani hasa katika Agano la Kale tunaona wanafurahia sana sheria ya Bwana. Na kwa nini wanaifurahia sheria? Ni kwa sababu walimfahamu Mungu, wakampenda Mungu. Ukishamfahamu, of course mimi sina ndoa na wewe hauna ndoa lakini natamani niseme hiki kitu. Ukishamfahamu mwenzi wako kwamba yuko na mapungufu fulani au ana strength fulani kukuzidi wewe, na utampenda si kwa sababu ya zile strengths au si kwa sababu ya mapungufu alionayo, ila ni kwa sababu unamfahamu na umekuwa tayari na umechagua kuwa naye. Kwa hiyo kama tutakapomfahamu Mungu na tutakapompenda Mungu na tutakapomjua Mungu, jambo ambalo tumelisoma sana katika lesoni iliyopita, hatutaona sheria zake kama zina ugumu na tutazifurahia. Na tutakapozifurahia, basi tutakuwa tayari kufanya kile ambacho
amekiagiza kwetu. Changamoto kama nilivyokwisha kusema hapo awali ya kwamba tunaweka ubinadamu mbele sana. Na mtu anakuambia hivi, katika ulimwengu wa leo hivi kweli unaweza ukazitii zile sheria za Mungu? Kweli usizini, sijui usifanyaje, Usiseme uongo kweli hata usiseme kidogo. uongo hata kwa ulimwengu wa leo. Kweli usiseme nipo mjini na karibia kufika huko akati kwenye simu, wakati hata mtu akuone. Hata mjini. Kwa hiyo utakapomfahamu Mungu hautakuwa tayari kumwangusha. Nadhani ni hilo. Na nadhani changamoto pia ni kwamba tumeathiriwa na ulimwengu tulionao. Tunataka kuleta kawaida ya ulimwengu ndio iwe kawaida yetu sisi wa Kristo. Ukiangalia ulimwengu unavyofanya si vile ambavyo sisi tunatakiwa kufanya. Kwa hiyo tunatakiwa kujua tunafanya wapi. Na ndio maana hapa watu wanachanganya, wanapenda sana neema kuliko sheria. Kwa sababu wanajua sheria inawaadhibu huku ni ngumu, ila wanapenda kuogelea kwenye neema. Lakini neema na sheria ni kitu kimoja. Haviwezi kuachana. Sheria imekuwepo na neema ikaja. Na ndio maana Wagalatia anasema kwamba sheria inatuchukua kutupeleka kwa Kristo, ambaye Kristo ndiye aliyeleta neema. Ile Yohana 1 fungu la 14 amesema amejaa neema na kweli, si ndio? Ndiyo aliyeleta neema. Kwa hiyo sheria inatuonyesha dhambi zetu, alafu neema inatusaidia kutubu. Na ndio maana Biblia inasema katika Yakobo 2 fungu la 10, tutende kama watu tutakao hukumiwa. Kwa nini? Kwa sheria. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, lakini tunahukumiwa na sheria takatifu ya uhuru. Na Biblia inasema sheria ni njema. Asante sana. Nayo ni takatifu. Na kwa lugha nyingine ni kwamba sio kwamba neema imekuja kuivunja sheria. La hasha. Na watu wengi wanasema hivyo, bwana tuna neema, kwa hiyo sijui nini na nini. Hakuna sehemu kwenye Biblia ambapo wamesema neema ndio inaivunja sheria. Yaani inapokuwepo neema, sheria na kila kitu kinafunikwa. La hasha. Vyote vinaenda. Ni kama shilingi. Kwamba huku kuna neema, huku kuna sheria. Kuna sheria. Kwamba umetenda dhambi, umeumia, umemkosa Mungu, lakini unapokumbuka kwamba kuna neema. Na saa hizi neema imekuwa kubwa. Unatakiwa kukimbilia sasa msalaba ukatubu. Ni jambo kama hilo. Na tunapoelekea kumaliza, natamani nisome hapa nukuu moja katika kitabu cha Ellen G. White, Faith and Works, Imani na Matendo. Ukurasa wa 19 imeandikwa, hakuna jambo ambalo linapaswa kuzungumziwa kwa uzito zaidi, kurudiwa mara kwa mara, au kuimarishwa kwa nguvu zaidi katika akili za watu wote kuliko kutokuwepo kwa uwezo wa mwanadamu aliyeanguka kujipatia chochote kupitia matendo yake bora. Neema hiyo. Wokovu ni kwa imani katika Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo kwa matendo yako wewe mwenyewe hauwezi ukajihesabia haki kwamba wewe ni bora. Na ndio maana tunamwona Yoshua kwa yote aliyoyatenda, hakuna sehemu ambapo anajisifu na kusema mimi tumeshinda vita vingi, sijui nini na nini, lakini anaishia kusema hata nyie wote ikitokea mmeamua kufanya yale mnayoamua kuyafanya ya upotovu, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Una nini cha kusema tunapoelekea kufunga, Bwana Ima? Katika mwisho ya somo hili, mimi niwaalike tu watazamaji na wasikilizaji ya kwamba tuwe hodari katika Bwana. Amen. Tuendelee kumtumainia Bwana, na katika neno lake pekee ndipo tunapata ujasiri, ndipo tunapata kushinda, ndipo tunapata kusimama, na katika torati yake ndipo tunapata kuweza kuwa hodari. Yapo mengi ambayo yanaweza yakatutisha kama wasafiri wa kuelekea Kanaani ya mbinguni. Lakini tutakapokuwa hodari na kumtumainia Bwana siku zote, tutashinda zaidi ya kushinda. Bwana akubariki sana. Asante sana. Na kabla hatujamaliza kabisa na hatujafunga, natamani tujadili swali moja tu katika section ya maswali hapa. Kwamba fikiria jinsi ambavyo Yoshua alikuwa baada ya Musa kufa. Tunaweza tukashuhudia kwamba Yoshua ni kati ya watu ambao walishuhudia mambo mengi ambayo Musa aliyapitia. Na tunaona kabisa hata pale walipotoka
kuipeleleza nchi na wakafika pale, tunaambiwa watu wawili, huyu Yoshua na Caleb, walipiga kelele, yani walihubiri, jamani, Mungu yupo, tupo naye, msiogope, tutaenda kuirithi nchi. Na wakaona watu walivyo na hasira, wanavyotaka kuwashambulia. Si watu walitaka kuwapiga mawe, lakini wakapona. Sasa alikuwa anafikiria namna ambavyo angeweza kukumbana na kile ambacho Musa alikikumbana. Wewe unadhani Yoshua aliwezaje kukabiliana na hali kama hiyo? Ni kweli katika hali ya kawaida tunategemea Yoshua awe na hofu kubwa. Kwanza yule ambaye alikuwa anawaongoza amefariki, yupo kwenye majonzi. Lakini ndipo anapewa kijiti kuwaongoza wana wa Israeli, watu ambao wamekuwa wakikaidi maelekezo ya Mungu mara kwa mara. Na wakati mwingine wakasikia viongozi. Kwa hiyo alitakiwa kuwa katika hali ya kuwa na hofu kubwa sana. Na mimi ninaona kama alikuwa na hofu sana. Lakini kipi ambacho kilimtia ujasiri? Mungu aliahidi kuwa pamoja naye. Amen. Yani uwepo wa Mungu ndio ulikuwa unamtia ujasiri wapi? Nani? Yeye. Kwa sababu anasema ya kwamba uwepo wa Mungu aliuona kwa Musa, si ndio? Mungu alivyokuwa anatenda. Kwa hiyo alimwamini Mungu na alijua ya kwamba hata kama Musa amekufa, ambaye ndiye nilikuwa natumika kwake, sasa Mungu yuko pamoja na mimi, na Mungu aliahidi kuwa pamoja naye. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilimtia ujasiri. Na kitu kingine, ukisoma yale mafungu ya mwisho ya Yoshua 1, nadhani kuanzia la 15 mpaka 18, wale watu walivyowaambia sasa wekeni tayari vitu, tunatakiwa kuvuka. Wakasema ya kwamba sisi tutakusikiliza, tutakutii, na mtu yeyote atakaye kaidi atauawa. Kwa hiyo hiyo pia ilimpa hamasa kuona kumbe hata hawa ninao waongoza wako tayari kuongozwa na mimi. Hebu fikiria kama ndo umepewa jukumu la kuongoza watu alafu nawaambia hawakusikiliza. Kwa hiyo inawezekana hofu ikazidi. Kwa hiyo lakini walimtia moyo na kumwambia tuko pamoja na wewe, si ndio? Na hilo ni jambo zuri sana ambalo mimi nimelipenda. Na Mungu pia anahitaji hata sisi, Mungu ameweka viongozi, si ndio? Basi tuwape moyo wale wanaotuongoza na kuwatia moyo na kuona ya kwamba tuko pamoja nao kwa kufuata maelekezo ya Bwana. Amen. Kiujumla katika juma hili tumeangalia mambo kadha wa kadha ambayo hasa yanaeleza namna ambavyo Yoshua alipata nguvu kutoka kwa Mungu akiwa anaelekea katika kazi ngumu ya kuwarithisha wana wa Israeli nchi ya Kanaani. Lakini pia tumegundua kwamba kuna vitu vikubwa 4 ambavyo tupo navyo katika maisha ya mtu yeyote. Ya kwamba utatakiwa uvuke. Lakini utatakiwa utwae. Lakini utatakiwa ugawe. Na hatimaye utumike. Uvuke nini? Uvuke vikwazo. Ambacho kikwazo kwa wana wa Israeli kilikuwa ni mto Yordan. Lakini baadaye kukawa na kutwaa, kwamba utakapovuka vikwazo utakutana na nchi nzuri ambayo utatakiwa uitwae. Lakini hautaitwaa hivi hivi. Huko kuna watu wengine itabidi upigane nao kwa nguvu na utatwaa. Na ukishatwaa usiishie kutwaa wewe tu, wagawie na watu wengine. Na ukishagawa kwa watu wengine, basi tumika. Utumike kwa ajili ya nani? Mtumikie Bwana. Mungu akubariki. Tukutane wiki ijayo hapa hapa katika Tosi TV Network. Amen. Mungu akubariki sana. Na kabla hatujafunga, hebu tupate ombi. Kaka Ima, tupatie ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa namna ambavyo umetufundisha na kutuelekeza. Tujalie kuwa majasiri na ushujaa mwingi, wewe ukiahidi kuwa pamoja nasi. Neno hili watakaposikia wasikilizaji pia wakapate kubarikiwa na kupata ujasiri mwingi katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Amina. Ikiwa video hizi zinakubariki na kukutia nguvu, usisahau kugusa neno subscribe hapa chini na kisha uguse alama ya kengele. Mungu akubariki. Kumbuka kushare kwa watu wengine. Amina.